Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Natumai mzima wa afya, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu wa mjambo, na karibu kwa matangazo ya Novemba 3, 2025. Tunakutangazia toka mashariki mwa Kongo. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa siku. Tuangazie dira zetu na tarafa la Fizi. Watu 5 wamekufa na wengine 5 kujeruhiwa katika ajali ya trafiki iliyotokea Jumapili Novemba 2 mwaka tulimo katika kijiji cha Swima katika kikundi cha Babungwe, eneo la Fizi, jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hii imethibitishwa na msimamizi wa eneo la Fizi kama ilivyoripotiwa na wakala wa vyombo vya habari vya Kongo ACP. Kulingana na msimamizi wa eneo la Fizi, ajali hii mbaya ya trafiki imetokea katika kijiji cha Swima katika kikundi cha Babungwe kaskazini, sekta ya Tanganyika Jumapili iliyopita. Alibainisha kuwa gari la chapa ya Beiben ilikuwa ikitokea Uvira likiwa limebebea mizigo na abiria, lilipinduka kwenye bonde lililo karibu na kituo cha afya cha Swima. Ate Sami Badibanga anaongeza kuwa uzembe wa dereva kutokana na abiria watoke ili kupunguza uzito wa gari bado ni sababu ya pili ya ajali hiyo. Aidha, amesisitiza kuwa idadi rasmi ya waliofariki imesalia kuwa 5, wakiwemo raia 4 na askari 1, na kubainisha kuwa ajali hiyo pia imesababisha majeruhi 5. Eneo la Fizi limevukwa na njia ya kitaifa namba 5 ambayo iko katika hali ya juu sana ya kuharibika. Sehemu hii ya umuhimu wa kitaifa inawakilisha mali kuu ya kiuchumi kwetu, lakini kwa bahati mbaya maombi yetu ya kukarabatiwa hayajajibiwa, alilalamika msimamizi wa eneo la Fizi. Kwa ufupi, anaziomba mamlaka husika kushiriki katika ukarabati wa barabara hii muhimu kitaifa ili kuokoa maisha ya watu. Habari za vyombo vya habari. Waandishi wa habari nchini DRC wanahimizwa kuonyesha uwazi na tahadhari katika utekelezaji wa taaluma yao na kuwa macho katika mazingira ambayo mara nyingi yanachukia uhuru wa vyombo vya habari. Ujumbe huu ulitolewa na Umoja wa Kitaifa wa Vyombo vya Habari Kongo INPC Jumapili Novemba 2 mwaka tulimo, kando ya sherehe ya siku ya kimataifa ya kukomesha uhalifu dhidi ya waandishi wa habari. Katika ujumbe mzito, kiongozi wa kitaifa wa INPC Kamanda Muzembe, mwandishi wa habari wa zamani wa RFI, amezitaka mamlaka za Kongo kutoa mwanga kamili juu ya mauaji mengi ya waandishi wa habari ambayo mengi yao hayajajibiwa hadi leo. Miongoni mwa kesi zilizotajwa, Franke Ngike Kangundu na mkewe Elene waliopigwa risasi na kufa mjini Kinshasa. Bapua Mwamba kuuawa katika mazingira ya kutatanisha. Bodwe Kayembe, mwandishi wa habari wa kigeni, kamanda, pia alionyesha juu ya hatari inayoendelea kukabili wanahabari haswa katika maeneo yenye mizozo. Pia alikumbusha mauaji ya mara 2 ya wafanyakazi wenzake wa zamani wa RFI, Gisela Dupont na Claude Verlo, waliouawa nchini Mali mwaka wa 2013, kwa mara nyingine tena akitaka ukweli na haki. Kwake tahadhari lazima iwe kanuni ya dhahabu kwa wataalamu wote wa vyombo vya habari nchini DRC. Wanasiasa hawana marafiki, alitangaza. Ikumbukwe kwamba siku hii ya tarehe 2 Novemba, kwa hiyo sio tu wakati wa kuwaenzi waandishi wa habari walioangukia kwenye ukweli, bali pia wito wa ukumbusho, haki na ulinzi wa wataalamu wa habari katika utekelezaji adhma yao ya kuhabarisha. Habari za kijamii. Zaidi ya nyumba 600 zimeharibiwa. Hii ni idadi ya muda ya mkasa wa moto uliotokea majira asubuhi ya Novemba 2 mwaka tulimo katika eneo la uchimbaji madini la Lomera, tukiwa tarafani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini.
Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, moto huo umetokea mwendo wa saa 4 za asubuhi, huku baadhi ya wakazi wakiwa kanisani. Vitega uchumi kadhaa viliharibiwa katika moto huo na kuacha mamia ya watu bila makazi. Maafa haya yanakuja wakati watendaji wa mashirika ya kiraia na wale walio katika sekta ya madini wanazidi kutoa wito kwa kufunguliwa tena kwa tovuti hiyo ambayo ilikuwa imefungwa kwa miezi miwili na AFC M23. Waliongeza kuwa kufungwa huku kumesababisha kuhamishwa kwa waendeshaji kiuchumi na kuacha tovuti hiyo kuwa katika hatari ya uporaji. Ikumbukwe kwamba tayari vyanzo vya ndani vinaripoti kuwepo kwa watu wasiojulikana ambao wanatumia fursa ya kutokuwepo kwa wachimbaji hao kuwakwepa walinzi na kuiba udongo wenye madini. Hivyo umuhimu wa ushiriki wa mamlaka katika kupata eneo hilo kunahitajika. Habari tu za kijamii. Watu 4 wamekufa, nyumba 2 na vitu vya samani vimeharibika. Hayo ni maelezo ya awali ya moto uliozuka usiku wa Jumamosi Novemba 1 kuamkia Jumapili Novemba 2 mwaka tulimo kwenye eneo la Wesha tukiwa kitongoji cha Nkafu, Manispaa ya Kadutu. Kulingana na Prince Birindwa, mwanaharakati wa jamii katika eneo la Nkafu, waathiriwa 4 walikuwa wa familia moja. Anaripoti kuwa moto huo ulisababishwa na mlipuko wa jiko la kupikia ambalo lilikuwa limewashwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo, wanaharakati hao wa jumuiya wanataka wananchi kuwa waangalifu na kutumia mafuta kwa uwajibikaji ili kuzuia maafa zaidi. Maoni ya Prince Birindwa alisema. Hapa tunayo moyo wa huzuni sana. Ilikuwa vers 0 njo hii katastrofe ya incendie ilisikilikana. Tunayo moyo wa huzuni sana kuona tumewapoteza watu 4 wa jamaa moya, notama Madame Mwangaza Ngoneke, yeye ndiye alikuwa mama wa jamaa, alikuwa na mimba, na shemeki yake Munkwa wa 14, Arusima wa 15 na fie wake Gabriela wa 2 ans. Vraiment ni moyo wa huzuni sana, ila tunaomba kwa viongozi na watu wa moyo mwema kujia kimsaada hii jamaa yenye imewapoteza hawa watu, na tunaomba pia ku population kuendelea kujere bitu ya mafiga vizuri na kustokuwa na acha moto inawaka mnyumba, kwa sababu kufatana na maelezo tulioipata hapa kutere inawezekana jana resho ilibakia inawaka na njoo yenye ili explose. Elimu. Wanafunzi katika shule zaidi 13 huko Kalonge, eneo la Kale, wanasoma katika hali ya kusikitisha na ngumu baada ya mvua kubwa ilionyesha kuharibu kila kitu katika njia yake. Tahadhari hiyo imetokana kwa mashirika ya kiraia eneo hilo ambayo inaripoti kuwa zaidi ya shule 20 za msingi pamoja na shule zinazopata kuwa 10 za sekondari zimeharibika. Hali hii inahatarisha mustakabali wa watoto katika eneo hilo. Yowe Nyabirungu, mwakilishi wa jumuiya ya kiraia katika eneo hilo, alisema. Tunatoa kilio cha dharura na wito wa haraka kwa washirika wa sekta ya elimu, serikali na hata vile kwa shirika za kihutu ambao wanaweza kuwa na nia nzuri ili kwamba waje kusaidia shule nyingi za sekondari na kama vile za kimsingi ambazo zinakuwa katika hali ngumu kwa sasa katika kijiji cha groupement ya Kalonge. Shule kadhaa siku hizi zinakuwa katika shida kubwa sana kwa kuendelesha shughuli zao baada ya kupigwa na mvua kali zilizonyesha na zile ambazo zinaendelea kunyesha siku hizi hapa Kalonge. Kunakuwa baadhi ya shule nyingi ambazo iliharibiwa kabisa, hali ambayo imehatarisha kwa kiasi kikubwa sana maendelezo mazuri ya masomo katika shule hizo. Kunakuwa pia zile shule mbali na kupigwa na mvula zinakuwa pia zikipambana na changamoto ya elimu ya bure ama elimu bila malipo ambayo ilisainiwa naye rais wa nchi, na hali hii inakuja mara tena kuhatarisha elimu ya watoto wetu hapa Kalonge. Habari tu za kijamii. Shughuli zimeanza tena katika eneo la Lugushwa kufuatia moto uliotokea. Zaidi ya nyumba 500 ziliharibika.
Taarifa hii imetolewa na mkuu wa polisi wa eneo hilo ambaye anawataka wakazi kuzingatia kanuni za ujenzi. Katika mahojiano na Novemba 3 mwaka tulimo, Lwabuya Baleka Bodwe anathibitisha kufunguliwa tena kwa soko la Mapala, hospitali, biashara na vituo vingine kadhaa. Alisema tulipata shida ya kulunguliwa na manyumba, ile imejulikana na watu wote. Na ya kwanza ni kusema kama watu wote wenye moyo mwema watukujie kwa msaada, kwa sababu hapa inakuwa mara ya 5 sasa mji huu uko naungua kwa chanjo ambao sisi hatuelewe. Pamoja wanasema ni magrupu elektrogene, wengine wanasema ni mbabura na vingine vyote. Bile vyote tumeambia wananchi wajikaze kushika zile sheria kusudi tusiendelee kurudilia hii magumu ambayo inaendelea kuturudilia. Kwa leo sasa kwa ajili ya ujenzi tunasema hivi: mtu wote ambaye alijengaka vibaya mbele asijenge tena vibaya, sababu tumepanda komisheni moja ambayo inachangia watu wote wale wa victime, watu wote mbalimbali wa mji wa Lugushwa wako ndani, kusema kama wajenge sasa vizuri. Kila mtu angeacha distance katikati ya nyumba yake na ya mwenzake jirani, na wale walioingia ndani ya barabara au tule tumasantie tudogo warudie nyuma, watii ile mipaka ambao serikali ameonyesha kusudi tusirudilie tena hii magumu. La zaidi ya kuna mtazamaji wa ratiba zetu. Ni hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Novemba 3 mwaka tulimo, tukisema asante kutoka jicho na sikio mwanzo hadi tamati. Hatuna budi kukutakia mwanzo mwema wa juma tulimo ndani. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi, média d'information en temps réel.